Sage Media. Prisca Media. Ujifunze nasi. Know it with Matthew Hamisi. Naitwa Matthew Hamisi, mtaalamu wa mambo ya afya kwenye Chuo Kikuu cha Goma, na hii hapa ni Sage Media ambayo unaifuata. Kipindi chako ni Know It. Watu wengi tumekuwa na tabia ya kutumia dawa bila kuandikiwa na daktari. Kuna kitu ambacho nichangia na wewe ili ujue kile kitu ambacho ulikuwa labda ukijui. Katika kila pharmacy ambao wanauza dawa unakutaga inachora nyoka na glass ya maji. Unajua inakuwa inamaanisha nini? Inakuwa inamaanisha kwamba dawa ni sumu. Dawa ni sumu kutokana na matumizi ambayo wewe unayatumia. Na leo nakuja kukuambia moja ya dawa ambayo unakuwa unaitumia siku zote na inakuua kimya kimya bila wewe kujua. Jitahidi sana uweze ku-like video na kuweza kushare pamoja na wengine ili uweze kuwasaidia wengine pia wajue ni kitu ambacho gani wanatakiwa kukiacha kufanya. Uwaambie wengine wajue ni kitu gani ambacho wanatakiwa kuepuka kufanya katika kutumia dawa. Watu wengi tunazoea baada ya kufanya kazi, ukisikia mchoko, ukifanya nini, mwili imeuma, unakimbilia moja kwa moja pharmacy, unakwenda kununua dawa ibuprofen, diclofenac. Walio wengi tunafanya kitendo kama hicho. Lakini ngoja nikwambia kwamba hizi dawa ibuprofen, diclofenac zinakwenda kuua viungo vya mwili wako bila wewe mwenyewe kujua. Kitaaluma wanaziita les anti-inflammatoires ambazo ziko kwenye makundi tofauti tofauti. Sasa unapokunywa hizi dawa bila kuandikiwa tena kwa muda mrefu, kwa sababu walio wengi wanazoesha kwa tabia ya kunywa hizo dawa, akisikia mchoko anakunywa, akisikia hivi anaenda kuchukua anakunywa bila kujua ni kwa nini anatumia zile dawa. Kama maumivu kidogo anakunywa. Sasa nakwenda kukuambia ya kwamba hizi dawa ni dawa mbaya, inatakiwa uzinywe kwa tahadhari na iwe imeandikwa na daktari. Kwanza inakwenda kukuletea shida kwa sababu hizi dawa unapozinywa zinakwenda kufunga mfumo wa uzalishaji wa homoni zinazoitwa prostaglandin kwa Kifaransa. Na hizi homoni zinakuwa na kazi kubwa sana katika miili yetu. Na wanapokuwa zimeblock au hizi homoni hazizalishwi, unakwenda kupata shida kadhaa katika mwili wako. Unakuta watu wengi wanalalamika kwamba wanagonjwa estoma. Tunaweza kuita estoma lakini ugonjwa wa kitaaluma unaitwa gastric. Sasa unakuta mtu anasema anagonjwa estoma. Estoma kuna mlume, kunafanya kitu gani? Hii kunywa hii dawa inaweza kuwa pia ni moja ya chanzo ya wewe kusikia hayo maumivu. Na walio wengi wao wanatumia dawa nyingi sana na hii ugonjwa hautoisha. Kwa sababu wakati unatumia hizi dawa anti-inflammatory zinakwenda kuzuia uzalishaji wa hii homoni ya prostaglandin. Kinachotokea sasa, hii prostaglandin huaga inakuwa na kazi ya kuweza kuprotect ile ngozi ya ndani ya estoma. Ina protect kwa vitu vingi, kwa acid na pia kutokujichubua kwa sababu inatoa mikezi fulani ambayo inakwenda kuiprotect. Sasa unapokuwa unakunywa hizi dawa sana, kwanza unajiletea ugonjwa wa estoma. Kwa sababu hapo lazima itaanza kukuuma. Sasa unakuwa ujiuliza hii estoma inatokea wapi bila kujua kwamba wewe mwenyewe ndio tatizo. Swali ya pili ni kwamba hizi prostaglandin ambazo zinakwenda kuziwiwa kutengenezwa kwenye mwili wako au zinapunguzwa kutengenezwa kwenye mwili wako, huwa zinafanya kazi kubwa katika kuweza kurahisisha au kutengeneza vizuri mfumo wa kupitisha damu, kupanua mishipa na kufunga mishipa. So, wakati wewe unakwenda kunywa ile inakosekana, unakuja kupata shida ya pressure. Sasa utakuja kujiuliza hii pressure inatokana na nini? Mbona watu wengi wana pressure? Ni kwa sababu kuna dawa ambazo unakunywa bila madaktari kuandika, ndio inakwenda kukuletea wewe shida. Inakwenda kukuletea pia shida katika figo zako. Wewe ambao unatumia sana dawa za ibuprofen, diclofenac bila kuandikwa na daktari yoyote, kumbuka kwamba unakuwa figo yako. Sababu hizi dawa zinakwenda kuattack moja kwa moja figo. Na figo ni kitu muhimu sana
kwenye mwili wa binadamu. Wakati homoni hii hapa ya prostaglandin inachangia katika kuweza kurahisisha au kutengeneza mfumo mzuri wa damu kupita, wakati inakuwa inakosekana, inakwenda kuathiri mfumo wa usimamaji wa uume wako. Hebu angalia ni kiasi gani unavyojiua taratibu bila kujua, kutokana na kunywa dawa ambayo haijaandikwa na daktari, umejiamulia mwenyewe. Lakini hayo yote yanatokea kwenye mwili wako, wewe hutojua. Utakuja kuangalia tu stoma ishaji kila muda, sijui una shida katika mzunguko wa damu, sijui unakuwa na mapresha, sijui unakuwa na nini. Yote inatokana hapa. Hii ni kwa sababu tu ulishindwa kuziwia hivi vitu. Basi umesikia leo, fanya hatua. Acha kunywa dawa ya bila kuandikwa na daktari. Ukikatazwa kitu sio kwamba watu hawakupendi, lakini wanakukataza ili kulinda afya yako. Sasa wasambazie wengine video hii hapa waweze kujua ya kwamba sio kila dawa unatakiwa kunywa kama unavyokunywa. Dawa zingine zinaomba uandikiwe na madaktari. Mbele yako hapa ni Mati Hamisi, mtaalamu wa mambo ya afya kwenye Chuo Kikuu cha Goma, na hii hapa ni Sage Media, kipindi Know It ambacho tunakwambia mambo kadha ambayo ulikuwa labda uyafahamu. Asante. Ujifunze nasi. Know It with Mati Hamisi. Sage Media. Please Media.